huwa tunasikia kana kwamba tunakuaruzwa mioyo yetu, ni kwa sababu ya upendo tulio nao wa Mungu. Wendo cio wona wina baba witu ni wendo munene wa Ngai uria endete Ngai naguo, na ni vizuri kuendelea kumpenda Bwana katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kuingia kwa neno dakika chache, dakika 20 peke yake. Tubarikiwe na neno halafu tuweze kumaliza, na ninajua ya kwamba tutabarikiwa. Nione tu kwa mkono wale ambao wamejitayarisha kwa sababu ya neno la siku ya leo. Inua tu mkono wako vizuri, pigia Bwana makofi mazuri. Haleluya. Amen. Amen. Mungu akubariki sana hata kukupatia nafasi. Nilikuwa nasema ya kwamba mumeenda sikukuu. Bwana sifiwe. Ega ni muthiete thigũkũ na ngakiuga rĩu ndakihota kumwaga umuthi, lakini ninapowaona hapo mnanipatia sababu zaidi za kufanya nimshukuru Bwana na nimwambie Bwana ni asanti. Ni kwa sababu yenu na ni kwa sababu ya vile ambavyo amewaleta kwa ibada ya siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. God's love to us, upendo wa Mungu kwetu, ikaandikwa katika kitabu cha Yohana mlango wa 3 mstari wa 16 ya kwamba jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanae wa pekee Yesu Kristo akuje afe msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, na ili yeyote atakaye muamini apate uzima wa milele na milele. Haleluya. Sababu hiyo kubwa ya Mungu kumtoa mwanae wa pekee ndiyo tunasherehekea kuzaliwa kwake siku ya tarehe 25, na neno ambalo tunaliangalia siku ya leo ni upendo ambao Bwana anatupenda nao. Tunapoangalia vile Bwana anatupenda, ni vizuri pia tukaweze kujiuliza, agikorwo Ngai ni atwendete uri kinya araruta mwana wake wa mumweri, ni nani ninyendete Ngai, nindimurihaga wendo ucio na wendo. Huwa ninalipa Mungu upendo ambao alinipenda nao na upendo, ama Mungu anaponitazama anaona mtu ambaye haripi upendo wa msalaba na upendo ambao alinipenda nao kwanza. Kwa hivyo nataka tuangalie upendo huo wa Kristo ambao wametupenda nao katika jina la Yesu Kristo. Tunapoangalia kuzaliwa kwa Yesu Kristo hapa duniani, tutasoma katika kitabu cha Luka, maana Kristo ndiye ameonyesha ama ndiye amedemonstrate niwe wonanĩtie wendo wa Ngai kũrĩ mũndũ. Yesu Kristo gũciarwo gwake gũkũ thĩ kuonanagia wendo mũtheri ũrĩa Ngai atwendete naguo, upendo ambao hauwezi kufichika. Unajua kuna kitu unaweza kupatia mtu hata kabla hujamwambia unampenda, hicho kitu chenyewe kimwambie kweli huyu mtu anakupenda, kweli huyu mtu anakudhamini. Na kwa hivyo kutupenda kwetu Mungu hakutupenda hivyo bure, hakutupenda tu na kusema ya kwamba ninapenda watu hawa. Alienda to an extent, alienda hatua ingine, akamtoa Yesu Kristo mwanae, kwa sababu aliona ile njia mwanadamu alikuwa amepitia. Akaona hii njia mwanadamu atapotea, akaona hii njia mwanadamu hatamaliza vizuri, na kwa sababu hiyo Mungu akatuhurumia. Kegwire muthenya wa umuthi thino twarehirwo, Ngai ni amenyire ati noyo mushukani ikaraga, akajua hii dunia ina uchafu mwingi, ina giza. Asubuhi neno liko linatuambia katika Isaia mlango wa 9 chapter 9 na verse 2 ya kwamba tulikuwa gizani, tulikuwa watu ambao hatukuwa na mwangaza hata kidogo. Ado matari udherini na no record na no urore. Unaweza tazama wakati ambapo ulikuwa hujajuana na Yesu Kristo, wakati ambapo ulikuwa haujaokoka, uone vile ambavyo ulikuwa kwa giza ya mambo mengi, na uone vile maisha yako tangia ulipojuana na yeye vile yamebadilika. Kupitia upendo mkubwa wa Mungu tumefanyika vile tulivyo siku ya leo. Juzi tu nimekuwa nikijiuliza, tigamane Yesu Kristo waokire, tigane Yesu Kristo weruteire na agĩũka agĩciarwo nĩ Mariamu, agĩũka nĩgetha ithuĩ tũhonoke na tũkona muoyo.
vile tulivyo siku ya leo tumekaa hapa, oh my God, vile ambavyo Bwana ametushukishia neema ya kumpenda na kumkaribia, sijui tungekuwa namna gani. Tui kanona nitungishoka na giriro, tui nakana nitungihuja yule Mungu agatungihuja goko fara, tui nakana nitungiraga andu ni kuri Ngai, tui tungikaga atia tiga ni Yesu Kristo rokire aragarurania maundu, araturehera honokio, andu matarari akuhonoka turahonoka, andu marari andu maide turarehwo therine kupitia upendo mkubwa wa Yesu Kristo mwana wa Mungu. Haleluya. Na ndiposa hatuwezi kuchukulia hiyo kazi iliyofanyika ya Yesu Kristo kuzaliwa na Mariamu, hatuwezi kuichukulia kwa urahisi. Tutigioyo dosho tari undu muhutu ni undu munene muno utumite we ukorwo hanoguo hana. Tutigioe Ngai tondu riri, angalia wakati ambapo habari njema za Yesu Kristo hazikuwa zimefika hata hapa nchini, watu walikuwa wanaabudu miungu ambayo hata hawajui. Mwadhani ya rogosho, walikuwa wanaenda tu kutafuta miungu wakifikiria ya kwamba miungu iko pande hii, wanaenda wakiambiwa kuna ingine tumepata hii, wanaenda kwa sababu mwangaza, nuru hii ilikuwa haijawafikia. Kwa hivyo kazi ya Yesu Kristo kuja kuzaliwa duniani ni kazi ambayo inaonyesha upendo mkubwa wa Mungu ambao anatupenda nao. In the mighty name of Jesus, mtu akaseme amen. Mwadhani ya rogosho, wendo wa mutharaba, wendo wa Kristo, wendo wa Ngai uria twendete naguo ni wendo wa magegania. Katika kitabu cha Luka mlango wake wa kwanza, tuanze mstari wa 26, tuone vile ambavyo kuzaliwa kwa Yesu Kristo kunafanyika na vile ambavyo malaika Gabrieli anatumika kumfikishia Mariamu mamake Yesu ujumbe na kumwambia ya kwamba atamzaa mwana. Biblia inasema hivi, nitasoma na Kiingereza, wale ambao mko na Biblia zenu. Ngai amurathime muno ni tondu wa gukorwo mwina kirikaniro thiini wa nyumba ya Ngai, na ni tondu ona wa kugia na kahinda ga guthoma hamwe nani. Ni Luka 1:26. In the 6th month, the angel Gabriel was sent from God to a city of Galilee named Nazareth, to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph, of the house of David, and the virgin's name was Mary. And he came to her and said, "Greetings, O favored one, the Lord is with you." But she was greatly troubled at the saying, and tried to discern what sort of greetings this might be. And the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb, and bear a son, and you shall call his name Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High, and the Lord God will give to him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end." And Mary said to the angel, "How will this be, since I am a virgin?" Bwana Yesu asifiwe. Malaika amemtokea Mariamu akamwambia, umebarikiwa ni kwa sababu kupitia wewe kutazaliwa Mwokozi, kutazaliwa mwana wa Mungu kupitia wewe. How favored was Mary? Yani ni kibali kilicho namna gani ambacho Mary anapokea kutoka kwa Mungu, ya kwamba Mungu katikati ya mamilioni ya wasichana ambao walikuwako ulimwenguni wakati huo anamtazama Mary, anasema, na wewe dada, na wewe msichana mdogo ambaye ni bikira, ninaweza nikakutumia ukabeba mimba ya Roho Mtakatifu ukazaa kile ambacho ninatamani. Tumekuwa tukiangalia maneno hayo juzi kwa wale walikuwa kwa ibada ya katikati ya wiki.
tukaona ya kwamba Mungu kumchagua Mary, kuna mambo mengi sana alikuwa ameangalia kwake. Kuna mambo mengi sana alikuwa ameangalia, akajua ya kwamba sitafanya Kristo azaliwe na msichana kutoka kwa matajiri, sitafanya Kristo azaliwe na msichana kutoka kwa wale watu wanajulikana, kwa sababu anayekuja ni yule ambaye atakuja kuokoa mpaka yule mtu wa chini kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Yule mtu ambaye anaonekana ni wa chini hawezi akakombolewa na yule mtu ambaye ni wa juu. Na nikio Mary araumirirwo ni muraika Gaburieli, akerwo ati we wi murathime, aramba kumugeithia. Na tuona maandiko makiuga atiriri, ati ona Mary ni aragerio ni ngeithi ici, akarigwo ngeithi ici ri kaici no ndungi, na ari muraika Gaburieli. Kwa hivyo anashangaa, anashindwa ni kitu gani kinaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Upendo wa Mungu ambao anataka kuonyesha ulimwengu, anautafutia njia ya kufika. Bwana Yesu asifiwe. Na tukaona hata juzi hapa tulikuwa hapa, tukaona wakati Mungu anataka kutenda jambo katika ulimwengu, wakati Mungu anataka kufikisha jambo katika mwili wa Kristo ama katika watu wa Mungu, niethaga mundu wa kurugira magani arogosho, niethaga mundu uhana Mariamu, niethaga mundu hana Jusufu. Maana hata Yusufu alikuwa, Biblia inasema in the book of Matthew ya kwamba Yusufu alikuwa mtu ambaye alikuwa na heshima zake, mtu ambaye alikuwa mtulivu. Na ndiposa hata anapojua ya kwamba Mariamu mpenziwe akona mimba, hajaenda kumshautia ama kushautia watu huko nje akiwaambia vile Mariamu amefanya. Biblia inasema alikuwa anapanga kumwacha na siri, alikuwa anapanga kumtupa na siri. Lakini anapowaza hivyo, malaika wa Bwana akamtokea akamwambia, usimuache Mariamu, kwa sababu mimba aliyobeba si ya mwanadamu, lakini ni ya Roho Mtakatifu, na kile ambacho kitazaliwa ni Mwokozi, na ataitwa jina lake Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Ni tondu wa wendo wa Ngai arethera kiria arenda giciarwo njira, akona kiria giguciarwo gioke kuhonokia thi gikugerera kwi Mariamu nake Juthufu. Ni tondu ari mundu mwega, mundu muhoreri, Ngai agituma akorwo niwe ugutuika muthuri wa Mariamu. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 26 ambao tumeanza nao, Biblia inasema ya kwamba kukiwa mwezi wa 6, in the 6th month, the angel Gabriel was sent from God to a city of Galilee named Nazareth. Mwezi wa 6 unatajwa kwa nini? Kwa sababu mwezi wa 6 huo ambao unatajwa unamalizika tangia mama ambaye alikuwa ni mzee, alikuwa ameishi miaka mingi bila kupata mtoto, alikuwa ametokewa na the same angel Gabriel. Akamwambia mume wake ambaye alikuwa anaitwa Zekaria, yule mama alikuwa anaitwa Elizabeth, alikuwa ametokewa, akaambiwa utabeba mimba hata kama umekaa bila mtoto. Na sasa mwezi wa 6 unatajwa kwa sababu mimba ya Elisabethi ilikuwa na miezi 6, wakati ambapo malaika anatumwa kwa Mariamu. Elisabethi ndiye alikuwa amebeba mimba ya kuzaa Yohana Mbatizaji, ambaye anatangulia kutengeneza njia ya Yesu Kristo. Zakaria, ukisoma habari yake mlango huo wa kwanza kuanzia mstari wa 5, utakuta ya kwamba Zakaria alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anafanya kazi katika madhabahu, na walikuwa wameishi na Elisabethi bila kupata mtoto. Lakini Mungu alipotaka Yohana Mbatizaji azaliwe, akajua hatazaliwa na watu ambao si wa Mungu, hatazaliwa na watu ambao si wa madhabahu, hatazaliwa na watu ambao si wa kanisa. Mwathani arogocwo. Kwi maundu Ngai akienda maciarwo ethaga andu aria atheru a kumaciara thiini wa ritwa ria Jesu. Maundu ma Ngai maticiaragwo ni andu matari a Ngai. Yohana Mubatithania, ukisoma in the book of the same chapter from verses 5, Biblia inasema kwamba in those days Herod king of Judea, there was a priest named Zechariah
of the division of Abijah. And he had a wife from the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth. And they were both righteous before God, walking blamelessly in all the commandments and statutes of the Lord. But they had no child, because Elizabeth was barren, and both were advanced in years. Bwana sifiwe. Angalia ya kwamba Biblia inasema kwamba ukisoma mstari huo wa 6, wote walikuwa watakatifu. Maria ndo arogereru, Maria ndo matari no shuke, Maria ndo mama torete manyitetie wetekio togwa we na nito nyitetie na ni gwakinya kahinda Ngai niauga ni gugusharwo Johana Mubatithania nigetha athie mbere athondeke njira ya Jesu. Riu Ngai agietha no guciara Johana Mubatithania akorana na Elizabeth utoirio tari mwana na mariko mauga turite thata miaka yake yothe na muthuri we Zakaria ari ndungata yake thiini wa kigongona. Mwathani arogocwo. Mungu akasema hawa ndio nitatumia wanizarie Yohana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu walikuwa watakatifu na walikuwa righteous before the Lord. Na Mungu akatuma malaika Gabrieli. Malaika anatumika na Mungu mara mbili. Yeye ndiye anamtokea Zakaria, anamwambia mke wako atachukua mimba. Na sasa tunaona miezi 6 baadaye anamtokea Mariamu, anamwambia wewe utatumiwa na Mungu kubeba mimba ya Yesu Kristo. Haleluya. Sio ndo wa kawaida. Adwa Ngai. No hidiria waikara we muthiku mbere ya Ngai. Hidiria waikara wega mbere ya Ngai. Ni ugushagiriria Ngai guka gukuhuthira thini wa maundu make. Mwathani arogocwo. Tulikuwa tunaona ya kwamba kamati ya mbinguni inapokaa inapanga mipango, huwa inachagua mipango hii maana tumepanga na ni ya kuja kufanyika duniani, ni nani watatumika duniani. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile serikali huwa inapanga mikakati yake huko, na serikali za kaunti na zingine pia huko mbinguni kuna mikakati huwa inapangwa ya kazi ya Mungu. Na wakati inamalizika kufanyika, ile kamati ya malaika na Roho Mtakatifu na Yesu Kristo na Mungu wanaangalia ni nani atapewa hiyo mandate. Na nikiona Ngai arashagura andu aya na kama he wira wa gutushiarira muhonokia ni tondu Ngai ni amathuthuretie. Bwana Yesu asifiwe. Upendo huu ambao Yesu Kristo amekuja kudhihirisha unatokana na vile Mungu alikuwa ametazama maisha ya mwanadamu. Ngai agakorwo acungiririe mundu, akarehana nake, agatwarana nake, na ndagika ya mwisho akona tondu mundu uyu aikaraga thi oiria mucukani aikaraga. Angalia hatari ambayo huwa inatukondorea macho tukiwa dunia. Hatari kubwa zaidi ni kwamba dunia ambayo Mungu alituleta ni dunia ile ambayo shetani alikuwa amekuja mbele zetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo shetani anajua siri zote za dunia, anajua mianya yote, anajua shortcut zote. Maana kabla ya sisi kukuja walikuwa wamekosana na Mungu na akashukishwa hapa duniani. Kwa hivyo taktiki zake za kuangusha mwanadamu anazijua. Na Mungu alipoangalia hivi akaona hatari hiyo ambayo inatukondolea sisi macho na shetani vile anataka kutushambulia, ndiposa ana demonstrate, anaonyesha upendo wake kwetu kupitia kumtoa Yesu Kristo, kupitia kutuletea mwokozi, ili tukiwa na Yesu Kristo. Hebu sikiza sasa mahali tuko na raha. Ili kupitia Yesu Kristo, hata kama tuko na shetani duniani hii, lakini Yesu Kristo amekuja. Yeyote atakaye mpokea, yeyote atakaye mkubali, atapokea nguvu za kushinda adui. Bwana Yesu asifiwe. Nocio niguo hinya uria andu angi matoi tukoragwo naguo thiini wa ritwa ria Jesu. Andu angi matororaga makona aya ni gukiga, no ni tuoya ati hinya uria tuheagwo thutha wa kwamukira Jesu Kristo ta mwathani na muhonokia wa ngoro citu ni hinya wa gutorania na thũ ĩno
ituraga itegeranagia na ithuĩ. Biblia inasema katika kitabu cha Petro wa kwanza mlango wa 5 ya kwamba huyu shetani anazunguka akiguruma kama simba, akitafuta mtu wa kumeza, akitafuta mtu wa kuangusha, akitafuta mtu wa kuondoa katika uwepo wa Bwana. Sasa angalia, ukikutana na yeye akiguruma kama simba na uwe hauna Yesu Kristo ndani yako, ni kitu gani kitazuia asikuangushe? Bwana sifiwe. Yesu Kristo ameletwa ili sisi tuweze kushinda shetani, tuweze kushinda dunia, tuweze kushinda waganga, tuweze kushinda wachawi, tuweze kushinda uovu wote, kwa sababu tunapompokea tunatoka kwa giza tunakuja kwa mwangaza. Na kwa hivyo tukiwa kwa mwangaza, shetani hapendi mwangaza, kwa hivyo hawezi kukuja upande wa mwangaza. Haleluya. Tondu ithuĩ nĩ tũthurĩte ũtheri na tũgathura Yesu Kristo, shetani ndangĩkuhĩrĩria njĩra citũ. Lakini wakati tumekataa Yesu, tunakuwa upande wa giza. Shetani na yeye anapenda upande huo sana, kwa hivyo tunamkuta ametungojea. Na ndipo unakuta kuna watu wanashambuliwa kwa haraka sana, kwa sababu ndani yao hakuna Mungu. Haleluya. Mwadhani arogosu. Tunapokaribia kusherehekea Krismasi ambayo ni siku chache kutoka leo, wacha tujue upendo wa Mungu kwetu ni Yesu Kristo mwana wa Mungu. Na hakuna awezaye kufika kwa Baba, hakuna awezaye kufika kwa Mungu pasipo kupitia kwa mwana ambaye ni Yesu Kristo. Najua kuna watu huwa wanasema ya kwamba si lazima na ukiangalia watu wengine utashindwa. Hawa ambao wanapigana na Yesu Kristo na wanasema wanapenda Mungu, wanasema nini? Onakorwo Yesu Kristo ndakiri mwana wa Ngai no nĩ mũndũ wa Ngai wina gĩtũmi gĩa kũmũrega. Angalia, hata kama si ona nĩtũkiuge ti mwana wa Ngai, no araria ũhoro wa Ngai, no araria ũhoro ũrĩa wĩ wa ma na ũhoro mwega. Hatuna sababu ya kumkataa. Na ndiposa neno moja likasema katika kitabu cha I think 1 John, hakuna vile tunaweza kataa mwana na tuseme tunapenda baba. Huwezi ukasema napenda baba lakini nachukia mwana. Lazima upende mwana ndio uweze kupenda baba. Haleluya. Yesu Kristo ametuletea ushirika kati yetu na Mungu ukakaribia zaidi. Kuria twari kuraya rĩu kũhĩtũkĩra Yesu Kristo tũgatuĩka ciana cia Ngai, tũkaheo rũtha rwa gwĩtĩkagwo thĩinĩ wa mũciĩ wa matu-inĩ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Mariamu akatokewa na malaika, akaambiwa ya kwamba utachukua mimba na utazaa mtoto kijana, jina lake ataitwa Yesu. Atakuwa mkubwa na Mungu atakuwa pamoja na yeye. Ataitwa mwana wa Mungu aliye hai. Atatawala na utawala wake utakuwa hauna mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Ati uthamaki wake ugakorwo na mwisho. Na ukitazama hata vile Yesu Kristo anatawala hata leo, nilikuwa tunafikiria ujinga ambao Herode alikuwa naye, akijaribu kutafuta Yesu amuue, akifikiria Yesu amekuja kubishana na yeye utawala wa hapa duniani. Yani Herode, na maandiko mengi maugaga Herode ni akuire ona Yesu gatari karaneneha. Maana wakati Mungu aliona ya kwamba Herode anataka kumuua, alinenea Yusufu akamwambia, chukua Yesu, chukua mtoto na uchukue mama yake, muende katika nchi ya Misri mpaka wakati Herode atakufa, ndipo mtaweza kurudi Nazareth. Wakachukua wakaenda Egypt, wakakaa, Herode akakufa, wakarudi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nilikuwa nafikiria Herode kile alikuwa anabishana nacho ni ufalme ambao ambaye hajui, si wa muda kama wake, sio wa miaka 5 kama wenye tunachagua hapa Kenya.
ni ufalme ambao hauna mwisho, ni ufalme wa milele na milele, ya kwamba kutakuja Herode wengine, kutakuja vizazi vingine, na watakuta ufalme wa Mungu ukiendelea. Haleluya. Akaambiwa ya kwamba mstari wa 33, ufalme wake utaishi na hautakuwa na mwisho. Miri anauliza, nitajuaje mambo hayo na mimi ni bikira? Hapo ndipo malaika anamjibu, anamwambia, Roho Mtakatifu atakuja juu yako na nguvu za Bwana zitaweza kukupiga na utaweza kupokea kama vile nimekutabiria. Haleluya. Niko nataka uangalie habari za Yohana na Yesu vile zinapelekana kidogo, kwa sababu wakati mwingine huwa tunajiuliza mambo ya baadaye yatakaa namna gani. Elisabethi amechukua mimba miezi 6 kabla ya Mariamu. Yohana ndiye anakuja kutayarisha njia ya Kristo, na ndiye anakuja kubatiza watu. Amezaliwa na Elisabethi. Ukisoma pale nyuma utakuta kwamba babake Yohana alipobishana na malaika Gabrieli, akaambiwa, kwa sababu umekataa kukubali na neno la Bwana haliwezi likakosa kutimia, utakuwa bubu, hautaweza kuongea mpaka huyo mtoto atakapozaliwa, na wewe ndiye utamuita jina lake Yohana. Bwana sifiwe. Na matiko magai maugaga Zakaria kumahe dio mali na malaika Gabrieli nginya hindi iria mutumia wake oirenda na kinina Meri ya guciarwo na kiciara kana atũrire atekwaria, nĩ tondũ Ngai ndendete kĩoneki gĩkĩ gĩa gũciarwo kwa Johana gĩthũki. Nilikuwa naangalia jambo hili la Zakaria kufungwa mdomo, nikaona wakati mwingine Mungu akiona kitu ambacho kinaweza kuharibu mapenzi yake yatimie kwako, mapenzi vile yeye amepanga itimie katika maisha yetu, Mungu anaweza kufunga hata wale ambao wana usemi mbaya kulingana na maono ya Bwana, anaweza kuwafunga mdomo hadi wakati ambapo watakubali. Nalinganisha Zakaria kufungwa mdomo na Sauli wakati ambapo alikuwa anaenda Dameski. Biblia inasema ya kwamba yeye hakufungwa mdomo, lakini alipigwa na upofu, akaambiwa mpaka uende kwa Petro aende akakuombee ili uweze kukubaliana na vile Bwana anataka kufanya katika maisha yako. Yohana akazaliwa mbele ya Yesu Kristo, akakuja akabatiza watu akiwaambia, jitayarisheni, ufalme wa Mungu unakuja. Na Yesu Kristo baadaye akazaliwa, akakuja ili kuokoa ulimwengu, ili kutuleta karibu na Bwana. Ukithoma maandiko magai maugaga twari kuraya muno, twari kuraihu muno na uhoro wa Ngai, no Yesu Kristo agiturehe hakuhi. Yesu Kristo agituma tukuhiririe Ngai na njira ya mwanya muno, na nikio tumwitaga na agetika mwathani arogoco. Zamani nilikuwa nafikiria kutafuta Mungu ilikuwa gumu. Kutafuta Mungu haikuwa rahisi vile imefanyika in our generation, kwa sababu hata zile njia watu walikuwa wanatumia kutafuta Mungu hazikuwa njia ambazo zinafaa. Mungu alikuwa anaziangalia, naona hapana. Na ndipo Mungu anaangalia, anasema wacha tu kwa sababu ya upendo wangu kwa mwanadamu nitoe mwanangu. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma katika, nataka tusome pamoja in the book of Matthew chapter 11, nimalize na mistari hii miwili. Matthew 11:18 and 19. Wakati ambapo Yesu Kristo anaongea na Wayahudi, anawaambia maneno haya, for John came neither eating nor drinking, and they say he has a demon. The Son of Man came eating and drinking, and they say, look at him, a glutton and a drunkard, afraid of tax collectors and sinners. Yet wisdom is justified by her deeds.
Haleluya. Anawaletea mfano ya vile ambavyo hata kama Yohana alikuja na Yesu Kristo amekuja, walikataa kusadiki either Yohana, walikataa kukubali either Yohana ama Yesu. Tondu Jesu aramera atiriri, Yohana okire atekuria mukiuge na daimono. Tondu ni toi Yohana ariaga ngigi cia weru enyithĩtie mũcibi njohero. Sasa wale ambao walimtazama badala ya kuangalia ametumwa na Mungu alete nini, walisema akona pepo. Yesu Kristo akawaambia, mimi nimekuja ninakula na ninakunywa, si yuko kama Yohana. Lakini bado badala ya kukubali kile ambacho nimewaletea, mnasema ya kwamba mimi ni mrafi. Haleluya. Hivyo ndivyo wanadamu wako, ya kwamba hakuna kitu ambacho yule ambaye hajawezeshwa na Bwana ataona ni cha msaada kwake. Yohana amekuja tengeneze njia ya Yesu. Wale ambao walifaa kumpokea wakasema, huyu mundu onokoroni anafatithia andu ena daimono, tondu ndararia araria ngigi cia githaka na araria itono na nyamu iria ingĩ. Yesu Kristo akimera, mimi nimekuja ninakula na ninakunywa, mkaniita murafi na mlevi. Haleluya. Lakini ukweli ni kwamba yeye ndiye ametuletea wokovu. Yeye ndiye ametuleta karibu na Mungu. Wakati mwingine mwanadamu anakataa kile ambacho kimekuja kumsaidia, kile ambacho kinaweza kumuokoa, anaenda kukupatia kile ambacho ni cha kumpotosha. Kusiwe hivyo katikati yetu, in the mighty name of Jesus. Sema amen. Ati gutikana huanike uguo ati twikorage turaregana na kiria kingituteithia, tugathie guthura kiria gitangituteithia. Reke tuthurage kiria kingitutwara hakuhi na Ngai, na ni Yesu Kristo mwana wa Ngai. Tumpende, tuzidishe upendo wetu kwake tunaposherehekea Krismasi hii. Upendo tuliokuwa nao mwaka jana tuongeze wa Mungu, ili wakati mwingine hata Mungu anapotuangalia anaona ya kwamba hatuko katika ile level ambayo tulianzia nayo. Tumeenda level ingine ya kupenda Mungu kupitia upendo ambao alitupenda nao kwanza, katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Mungu akaonyesha upendo mkubwa kwetu. Sisi tunauonyesha kwake. Hivyo ni turareha Ngai wendo ucio na wendo. Ni turamuonia ati Ngai tithero wendo ucio ni tuyukitie. Ucio niguo uigirĩrĩki ũrĩa kana niguo wĩra ũrĩa mũnene Ngai arenda gũtũhe tũgĩthiĩ gũ celebrate Christmas ĩno. Rekei twende Ngai, rekei tũmũhĩmbĩrie, rekei tũmũtungate, rekei tũhinge matũ maitũ, tũtigathikĩrĩrie thĩ. Nĩ tuona atĩ thĩ ĩno tũrĩ noyo mũcukania rĩ, noyo andũ arĩa oru marĩ, noyo nginya andũ arĩa matatwendagĩra wega marĩ. No kĩrĩa gĩtũteithagia nĩ kũmenyana na Yesu Kristo. Hata kama tunakaa na wao kwa ploti moja, hao watu wabaya, kile ambacho kinatusaidia kutoka kwa maovu yao ni damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tuzidishe upendo wa Mungu, tuongerere wendo wa Ngai, tuongerere kumukuhĩrĩria na keguthi na mbere gutukuhĩrĩria o ũrĩa tukumukuhĩrĩria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu Kristo. Baba mtakatifu, ishie milele katika jina la mwanao. Umetunenea kuhusu upendo mkubwa uliotupenda nao, ukatoa mwanao wa pekee Yesu Kristo, hata ukamtuma malaika wako Gabriel akuja kutane na dada Mariamu ili aweze kumpasha habari njema kuhusu kazi uliyopenda kutekeleza duniani. Baba, ni kwa sababu ya upendo huo sisi tumepatikana. Kupitia kuzaliwa kwa Yesu Kristo sisi tumeokolewa. Tunatafakari kama tunaishi katika kizazi ambacho Yesu Kristo hajazaliwa, tungekuwa namna gani? Kama tunaishi in a generation ambapo Bwana upendo wako haukuwa umedhihirishwa duniani, maisha yetu yangekuwa namna gani? Tugakena muno Ngai twamenya ati turaikara thiini wa generation tutusharirwo muhonokia. Turaikara thiini wa muturire Jesu aciaritwo nigetha tuhonoke. Na ithuĩ Ngai tugakirĩrĩria gukwenda muno makiria na gugukuhĩrĩria muno ni tondu wa wega waku. Neno ambalo tumelisikia siku ya leo Bwana ni nguvu zetu, na tunakuahidi kukupenda vile ulitupenda
Baba, kwa madhabahu haya tunakuahidi kukupenda zaidi na kukukaribia, ni kwa sababu wewe ni Mungu. Tusaidie, tuwezeshe, na Mungu neema yako itutoshe pande zote, na Roho wako Mtakatifu atuongoze katika kutimiza ahadi zetu. Asante ni kwa sababu ya wapendwa hawa ambao wamelisikia neno la leo, likafanyike baraka kwao, likawalete karibu na wewe, katika jina lako takatifu Mungu Baba na la mwanao Yesu Kristo wa Nazareti ninaomba nikikushukuru Bwana na hata kukuamini. Amen. Amen and amen. Sema amina mzuri. Katika